Rais wa Jamhuri ya Czech Petr Pavel amevutia hisia za watu wengi duniani baada ya kuonekana katika mashindano ya Formula 1 ya Grand Prix Hungary, akiwa katika nafasi ambayo si wengi walitarajia kumuona kiongozi wa nchi akiwa nayo. Badala ya kuhudhuria kama mgeni rasmi wa hadhi ya uraisi, Rais Pavel alionekana akiwa kama mpiga picha aliyeidhinishwa rasmi na shirikisho la kimataifa la magari la FIA, akifanya kazi yake kama wapiga picha wengine wa kawaida katika eneo la mashindano. Picha zilizosambaa zikimuonesha kiongozi huyo akiwa amebeba kamera za kitaalamu zenye uwezo mkubwa kutoka kampuni ya Canon na Nikon zili mshangao na pongezi kutoka kwa mashabiki wa michezo ya magari pamoja na wadau wa upigaji picha duniani. Katika uwanja wa Hungary, Pavel mwenye umri wa miaka 64 alionekana akifuatilia kwa karibu kila tukio la mbio hizo, akipiga picha za magari, madereva na matukio mbalimbali yanayotokea ndani na nje ya uwanja. Alifanya kazi sambamba na wapiga picha wengine kitaalamu, akiwemo mpiga picha maarufu wa Formula 1 kutoka Czech Republic. Tukio hilo lilifanyika Julai 25 na 26 mwaka huu 2026, lakini haikuwa mara ya kwanza kwa Rais Pavel kuonekana kujihusisha na upigaji picha katika mashindano makubwa ya magari. Mwezi Juni mwaka huu alihudhuria mashindano ya kihistoria za mbio ya magari nchini Ufaransa akiwa na kamera zake akirekodi matukio mbalimbali ya mashindano hayo. Mapenzi yake kwa upigaji picha yamekuwa yakionekana kwa muda mrefu. Mwaka 2025, baadhi ya picha zake alizopiga wakati wa mashindano zilionyeshwa katika makumbusho ya taifa ya teknolojia jijini Prague. Mbali kuonyeshwa kwenye maonyesho, baadhi ya kazi zake za upigaji picha ziliweza kutumika kwa shughuli za kijamii. Albamu za picha zake ziliuzwa kupitia mnada wa hisani, ambapo fedha hizo zilitumika kusaidia watoto, wazazi wanaolea watoto peke yao pamoja na wazee. Kabla ya kuwa rais wa Czech, Pavel alikuwa na historia ndefu katika jeshi. Alitumikia jeshi kwa kipindi cha miaka 34 na kufikia cheo cha jenerali, nafasi iliyomjengea uzoefu mkubwa katika masuala ya uongozi na usalama wa kimataifa. Kutokana na uzoefu huo, Pavel alipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya jeshi ya NATO kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2018, akiwa kiongozi wa kwanza kutoka Czech kushika nafasi hiyo ya juu katika muungano huo wa kijeshi. Mwaka 2023, Pavel alichaguliwa kuwa rais wa Czech, lakini tofauti na baadhi ya viongozi waliojulikana kwa kuonekana zaidi katika shughuli rasmi za kisiasa, Pavel aliendelea kuonesha upande mwingine wa maisha yake kupitia michezo ya upigaji picha na shughuli zinazomgusa moja kwa moja. Kitendo chake cha kushuka akiwa uwanjani akiwa amebeba kamera mkononi kimeonekana na wengi kama ujumbe wa kwamba viongozi wanaweza pia kuwa na vipaji, burudani na mapenzi binafsi wanaofanya uungane na wananchi wa kawaida. Kwa mashabiki wa Formula 1, uwepo wa Rais Pavel haukuwa tu kuhusu cheo chake, bali ulikuwa kuhusu mtu mwenye shauku ya kweli kunasa matukio muhimu kupitia lenzi ya kamera. Na kwa dunia ya leo ambapo viongozi wengi huonekana wakiwa mbali na maisha ya kawaida ya wananchi, hatua ya Pavel imeendelea kuibua mjadala kuhusu aina ya uongozi unaowafanya viongozi kuwa karibu zaidi na jamii. Huyu ni Petr Pavel, rais wa Jamhuri ya Czech, ambaye safari hii hakushika nafasi ya kiongozi wa nchi pekee, bali alionekana pia kama mpiga picha mwenye shauku ndani ya ulimwengu wa Formula 1. Pavel ameonyesha kuwa yeye si rais tu, bali ni kiongozi ambaye anaonyesha kwa matendo anajali wananchi, anashirikiana na wananchi katika matukio mbalimbali. Wewe una maoni gani kuhusu alichokifanya Rais Pavel? Je, unahisi ni sahihi? Tuachie maoni yako hapo kwenye comments nami nitayasoma.